Nakukaribisha ndugu mtazamaji unatufuatilia katika kipindi hiki cha kujifunza Biblia ambacho kinakuijia kila siku saa 2 usiku kupitia hii channel ya Sakina SDA ya YouTube. Ni channel ambayo tumekuwa tukijifunza pamoja nawe. Unaona jinsi gani ambavyo imekuwa na baraka kwangu, imekuwa na baraka kwako. Na katika robo hii tumeendelea kuwa na mfululizo wa masomo yaliyokuwa yamepewa mada inayosema upendo na haki ya Mungu. Na ukifuatilia na kuangalia kwa ukaribu utagundua katika hizi mada 13 tuko katika mada ya mwisho ya 13, ikiwa tunamaanisha kwamba tulianza mada ya kwanza pamoja na wewe katika somo lilokuwa mada ya kwanza ikisema upendo, Mungu anapenda bila masharti. Tukaja mada ya pili tukaangalia upendo wa kiagano. Tukaja mada ya tatu tukaangalia kumpendeza Mungu. Kwa hiyo mada zote zilikuwa ni nzuri na zilikuwa zinatusogeza karibu na Mungu. Mungu ni mwenye shauku na huruma. Tukaangalia tena mada ya 5 ambayo ilikosema ghadhabu ya upendo wa Mungu. Mada ya 6 ilikuwa ni upendo wa Mungu wa haki. Lakini tuliangalia katika ile mada ambayo ya 7 ilikuwa nzito kidogo ambayo ilielezea tatizo la uovu. Lakini mada ya 8 ikaja ikatuonyesha uhuru wa kuchagua upendo na majaliwa ya Mungu. Lakini tukaja kuangalia katika mada ya 9 pambano la ulimwengu mzima. Lakini mada ya 10 pia ilikuwa ni ya kipekee ambayo iliongelea masharti ya pambano. Lakini baada ya kuangalia masharti ya pambano tukakumbana na mada ya 11 ikimuonyesha Mungu ningefanya nini zaidi pamoja na hicho ambacho nimekifanya kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Lakini mada ya mwisho, mada ya 12 ambayo ilikuwa ni mada ya wiki iliyopita, ilikuwa upendo na haki, amri 2 ambazo tuliziona katika mada hiyo. Na leo mada yetu ya mwisho ambayo inakamilisha robo ambayo ina miezi 3 inasema upendo ni utimilifu wa sheria. Karibu tuweze kuomba. Asante Yesu kwa ajili ya wakati mzuri umekuwa pamoja nasi, na naendelea kuomba kwa ajili ya mtazamaji ambaye anatufuatilia kila siku. Tumeendelea kubarikiwa pamoja naye. Endelea kushughulika na mahitaji yake ya kimwili, shughulika na mahitaji yake ya kiroho. Amani yako na upendo wako kadumu katika maisha yake, ni katika jina la Kristo Yesu. Amen. Na napenda kupitisha katika mafungu machache ambayo yatakava mada za wiki yetu nzima, ambayo inatoka katika kitabu cha Kutoka 21:17, Rumi 6:1-3, kuna Rumi 7:7-12, kuna Yeremia 31:31-34, kuna Mathayo 23:23 na 24, na kuna kitabu cha Yakobo 2 fungu la 1-9. Na fungu la ukalili ambalo ni fungu kiongozi katika mada zetu za wiki hii ni Warumi 13 fungu la 8, anasema msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ametimiza sheria. Unapoonyesha upendo kwa mtu mwingine ni kutimiza sheria, maana madai ya sheria yanatuhitaji sisi kuweza kuwapenda wengine. Nilipokuwa nikijifunza mada na kujadili mada mbalimbali katika somo la wiki hii, niligundua kwamba mwandishi amejaribu kuonyesha kisa cha pekee ambacho kinamuonyesha mshiriki mmoja akiwa amepeleka katika baraza la kanisa mahali fulani kwa ajili ya kushughulika na tatizo lake. Alikuwa ametenda dhambi ambayo ilihitaji baraza liweze kumjadili na kutoa uamuzi. Lakini cha kushangaza, kulikuwa na mjumbe mmoja wa baraza ambaye alionyesha hasira na akasema hakuna haja ya kuweza kumhurumia huyu mtu aliyetenda kosa hili. Na mchungaji wake alishangazwa na mtu jinsi gani ambavyo alikuwa akishughulika na matatizo ya muumini mwenzake. Lakini upendo unatutaka nini? Upendo unataka hata katika uasi unaojitokeza katika maisha ya mwanadamu, tunapaswa kushughulika na mtu kwa huruma nyingi na upendo mwingi. Hatupaswi kushughulika na hasira kwa kuwa mtu amefanya dhambi ambayo inaweza ikawa imewachafua. Ni kweli inaweza ikawa imewaumiza, inaweza ikawa imewafarakanisha, lakini upendo ni kitu ambacho kinastili wingi wa dhambi. Kwa hiyo mwandishi anajaribu kutuonyesha jinsi gani ambavyo upendo ni kanuni ya Mungu. Na ndivyo hata wiki hii tutaangalia kwamba sheria ya Mungu imejikita katika upendo na jinsi ya kuweza kumpa mwanadamu barabara iliyo njema. Huo ulikuwa ni utangulizi ambao nimeanza nao. Lakini katika siku ya Jumapili anaongelea sheria ya upendo. Sheria ya upendo.
Nilipokuwa nikitafakari nilijiuliza kwa nini familia zinakuwa na masharti na sheria zinakuwepo katika familia nyingi. Ukienda katika familia ambazo wengi tumekulia, utagundua ndugu mtazamaji kwamba baba yako au baba yangu aliweka sheria ambayo mojawapo ilikuwa ni kuwahi nyumbani, kuhusia katika matukio ya kifamilia kama vile kufanya kazi pale nyumbani na mambo mengine, usifanye hiki na hiki. Lakini hii haimaanishi kwamba baba alikuwa ni dikteta, hatupendi. Baba anatupenda, ndio maana anaweka sheria. Sheria za upendo ni kwa ajili ya kumweka kijana katika njia iliyo sahihi. Hebu tusome katika mafungu machache tuweze kuangalia. Tuangalie katika Kutoka 6:7 na 8, anasema, nami nitawatwaeni kuwa watu wangu, nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Yehova Mungu wenu, niwatoae mtoke chini ya mizigo ya Wamisri. Nami nitawaleta hata nchi ile ambayo naliinua mkono wangu niwape Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nitawapa iwe urithi wenu. Mimi ni Yehova. Lakini Mambo ya Walawi 26:12, nami nitakwenda kati yenu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Ukiangalia jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa akiongoza wana wa Israeli, alikuwa anaonyesha upendo kati yao. Mungu alikuwa amewapa kanuni na mwongozo wa jinsi ambavyo wanaweza kuishi. Hebu tuende katika mfano huu. Ukiingia katika nchi yetu ya Tanzania, utaona kwamba kuna sheria ambazo zinaongoza barabara, matumizi mazuri ya barabara. Mfano, ukienda sehemu fulani utakuta kuna taa barabarani ambazo kuna wakati zinawaka kijani, kuna wakati zitawaka rangi nyekundu. Hii inaonyesha kwamba ina control ili watu wasiingie katika matatizo. Hii sio kwamba serikali imeweka vizuizi ili kumfanya huyu mtumiaji wa barabara kuwa na maisha magumu, ila ni kwa sababu serikali inapenda maisha ya watumiaji wake ili aweze kuwa salama. Ndio maana wanaweza kuweka sheria ili kuweza kuwalinda. Ndio maana utagundua kwamba pale ambapo mtu mmoja anavunja sheria, inapelekea athari kwa watu wengine au kwake yeye mwenyewe. Ndio maana sheria inawekwa ni kwa ajili ya kuwapenda wananchi wake. Ukisoma katika hii Kutoka 20:1-17, utaangalia jinsi ambavyo Mungu ameweka sheria za upendo. Ukiangalia katika zile sheria za kwanza 4 zinaonyesha upendo juu ya Mungu, lakini zile sheria nyingine utaona ni upendo kati ya mwanadamu na mwanadamu mwenzake. Kwa nini Mungu anaweka sheria? Ni kwa sababu anatuhitaji watu tupendane. Mfano, kama nitakuwa ninampenda ndugu yangu au nampenda jirani yangu, siwezi nikamuibia. Kama ninawapenda watu wazima, nitaheshimu wazazi. Kama napenda ndugu yangu, sitaweza kuzini na jirani yangu. Kwa hiyo utaangalia mambo yote haya yanatuonyesha kwamba ni kanuni ambazo Mungu ameziweka ili kutuweka katika barabara iliyo salama. Sheria ya upendo wa Mungu ni kama ramani ambayo tumepewa washiriki au Wakristo kwa ajili ya kutembea katika barabara iliyo njema. Kwa hiyo Mungu anaweka amri zinazoweka mahusiano mazuri kati yetu na Mungu. Ndio maana utaangalia zile amri za kwanza zile 4 za kuonyesha kwamba mahusiano yangu kati na Mungu ni mahusiano makubwa, kwamba sitaweza kuweka Mungu mwingine katika maisha yangu. Nitadumu kuwa rafiki wa mpenzi wangu Mungu ambaye aliyeniumba. Pale unapokubali kuweka Mungu mwingine katika maisha yako, ina maana ni makosa au unavunja sheria za Mungu. Kwa hiyo utaona jinsi gani ambavyo, ndugu mtazamaji unanifuatilia, kwamba jinsi gani sheria za Mungu zimekaa katika hali ya upendo mwingi. Lakini sheria hizi pia Yesu alizifafanua kupitia katika kile kitabu cha Mathayo. Utaangalia Mungu anapoongelea hizo sheria katika makundi mawili, kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Lakini sheria ya pili inafanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. Ina maana unapompenda jirani yako itakuwa umetimiza sheria yote kama ambavyo sheria zinasema. Kwa hiyo labda nikupitishe katika Mathayo 22:37 tunapoenda kuhitimisha. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote
na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hiyo ni Mathayo 22:37. Lakini Mathayo 22:39, na ya pili yafanana nayo ni mpende jirani yako kama nafsi yako. Na hii ni changamoto ambayo inaweza kutupata kwamba endapo nitashindwa kumpenda jirani yangu ambaye ninaweza kuonana naye na kukaa naye pamoja, siwezi kumpenda Mungu. Ni kuache na hayo machache katika mjadala ambao tumeujadili siku ya leo. Mungu endelee kutumia tuweke katika matendo. Kumpenda Mungu sio kuweka maneno na kutafakari na kuchambua sana jinsi ambavyo sheria inavyosema, ila ni kuweka katika vitendo kwamba mimi na jirani yangu tuna mahusiano gani, mimi na Mungu wangu tuna mahusiano gani. Mungu akubariki sana unapoendelea kufuatilia vipindi hivi vizuri ambavyo vimeendelea kuwa baraka kwangu na kuwa baraka kwenu. Nikukaribishe pia katika somo la kesho ambapo tutakuwa tunaendelea na mada zetu ambazo zitakubariki. Mungu akubariki sana. Tufume macho tupate kuomba. Asante Yesu kwa ajili ya mada ya leo. Asante Yesu kwa ajili ya kuonyesha upendo na kutufundisha jinsi ambavyo upendo tunapouweka katika vitendo tunakuwa tumetimiza sheria yote. Kwa nini tumetimiza sheria yote? Kwa kuwa sheria zako zimejengeka katika upendo, ikionyesha katika zile amri, sheria za kwanza 4 zikionyesha jinsi gani ambavyo tunapaswa kukupenda wewe, na zile nyingine zikionyesha mahusiano yetu kati ya watu na watu. Mungu tubariki na kutusaidia tuweze kuishi kama sheria zinavyosema, ni katika jina la Kristo. Amen.